kwa kifupi sana, kuanzia katika sehemu ya mahojiano aliyofanya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Balozi Dr. Asha Rose Migiro pamoja na Salim Kikeke kuhusiana na msimamo wa chama hicho katika yale yaliyoendelea katika taifa letu. Hebu tusikilize kwanza kwa kifupi sana, alafu tutarejea. Mheshimiwa Katibu Mkuu, inaonekana kama vile vyombo vya dola na hasa polisi vinaingia kwenye siasa kama kukilinda Chama cha Mapinduzi. Kwa nini? Hebu niambie siasa gani ambayo jeshi la polisi inafanya ikiashiria kwamba wanakilinda Chama cha Mapinduzi? Inaonekana kama wanazuia wananchi pengine wasitekeleze haki zao kwa kukitetea chama. Si kweli. Kwanza, kwa kuwa tunazungumzia masuala ya uchaguzi, ningependa kukumbusha kwamba katika mchakato wote wa uchaguzi katika Jamhuri ya Muungano, iwe hapa bara au Zanzibar, hakukuwa na hali ambayo jeshi la polisi lililazimika kuingia kutuliza fujo au kudhibiti walikuwepo. Hii inaonyesha kwamba vyama vyote vilifanya shughuli zao kwa utulivu kabisa. Na utakumbuka mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri, siku ya uzinduzi wa kampeni alisema tunataka tufanye kampeni za kistaarabu, za utulivu, ili kuwapa wananchi fursa ya kusikiliza ilani ya vyama vyetu, kusikiliza jinsi tunavyonadi sera zetu na ahadi zetu, na hatimaye siku ikifika wapige kura. Kwa maana hiyo kulikuwa na utulivu nchi nzima. Kwa hiyo hapo sioni Chama cha Mapinduzi kimelindwa vipi. Lakini kama nilivyosema mwanzo, vyombo hivi ni vya taifa na vina wajibu kwa wananchi wake wote, wakiwemo wanachama wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Naam, hiyo ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya mazungumzo hayo yaliyofanyika jana kati ya Salim Kikeke na Katibu Mkuu Dr. Asha Rose Migiro, tulipofuatilia kwa undani zaidi. Patenus pamoja na Nathaniel, karibu sana, na moja kwa moja tuanze labda kusikia tathmini yenu kwa jumla kulingana na kile ambacho tumekisikia hivi punde, lakini jana najua mlisikiliza kwa urefu ama kwa undani zaidi juu ya mazungumzo haya. Tathmini yenu ikoje? Mbona mnatupiana? Patenus, tuanze tafadhali. Asante. Niseme kwanza ni mara ya kwanza tokea amekuwa katibu mkuu wa chama kufanya mahojiano na chombo cha habari, na kilifanyika baada ya misukosuko iliyojitokeza tarehe 29. Kwa hiyo alikuwa na hoja nyingi za kujibu katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo ukimsikiliza, walizungumza swala la upendeleo wa kisiasa hasa kwa vyama kwa vyombo vya ulinzi na usalama, wakazungumzia swala linalohusiana na tarehe 29, na akazungumza masuala ya amani na kazi ambazo jeshi lilifanya, na hivyo akalipongeza na alitumia neno kutukuka, kwamba walifanya kazi ya kutukuka. Lakini yote kwa yote ukisikiliza vizuri, bado ina mahojiano hayo yanakosa tuseme yanakosa kulandana kwa hali ya kisiasa ndani ya taifa na mipango na namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kinataka kwenda. Nasema hivyo kwa sababu tuanze na swala la neno kutukuka. Natokana neno utukufu anyway. Naanzia hapo utukufu. Hasa katika siasa na katika demokrasia, pale ambapo vyombo hivi dola inaweza tuseme mahakama, unaweza kusema mahakama tukufu, bunge tukufu, baraza tukufu, wapo na watu ambao wamefanya kazi, ikiwa na maana ya kwamba unawapa heshima ya juu sana katika utendaji wao, lakini haimaanishi kwamba hawana doa, hawana makosa. Ila tunapoanza kulidadavua kwa undani na ukaingia kuangalia jeshi la polisi linachotuhumiwa nacho, mpaka na usiliangalie jeshi la polisi ukitaka kuelewa vizuri hili siku tu ya tarehe 29. Anza mwanzo kabisa, Rais Samia anaingia madarakani alishasema jeshi hili linahitaji kufanywa marekebisho. Akaunda tume ya kijinai kwamba waende huko waangalie. Hivyo vilikuwa ni viashiria kwamba kuna mambo sio sawa. Lakini katika jamii
kumekuwepo kutokuwa na urafiki kati ya jeshi la polisi na raia kwa ujumla. Hata Mheshimiwa Rais jana alidokeza ule utafiti uliofanywa jinsi kwamba raia akipatwa na tatizo anakimbilia wapi. Kwa hiyo kumbe ukiangalia mpaka hapo kwenye nchi yetu tulikuwa 12 kwamba watu wana imani na hawezi wakaikimbilia hata kidogo. Kwa hiyo sasa ukiliangalia hilo na ukasikiliza lugha ya katibu mkuu, unaona kuna mgongano either wa kimantiki au wa kifalsafa au basi wa kutaka kutuliza mambo yaende. Ukiona hivyo, lakini usiishie hapo. Tume ya Jaji Chande ya kuchunguza na yenyewe iligusa moja, kulala kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba kuna mambo yalijitokeza huko ndani kabla, miezi 6 kabla, vyombo wala vikuona chochote na vikufanya kazi ilivyostahili. Kwa hiyo katika nao kuja kuwasema katika kipindi cha tarehe 29 namna yalivyotuliza vurugu hizo na mambo mengine, ukazungumza lugha ya maneno hayo kutukuka, unahitaji mazingira ya kufafanua sana. Kwa hiyo ukimsikiliza katibu mkuu pamoja na Salim Kikeke, ni bahati mbaya sijajua Salim Kikeke nini kilimpata, angemtaka fafanue kwa ujumla, kwa sababu tuna empirical evidence, kuna mifano inaendelea. Mpaka rais alivyotoa hiyo, yawezekana ilifanyika kabla au ilikuwa recorded kabla, lakini kimsingi kulitakiwa hayo ayazungumze, na si kwamba ule utafiti aliozungumza rais jana ulitolewa na yeye au ulishafanyika kabla na ikaonekana hali ya aina hiyo. Kwa hiyo alitakiwa afafanue kwa undani ana maana gani. Lakini hilo la kwanza. La pili, kumekuwepo lugha ya kuzungumza amani kwa ujumla. Na nadhani hapa kunatakiwa kuwepo mstari uchorwe vizuri wa kueleza tunapozungumza amani katika taifa hili tuna maana gani. Ukisoma katiba ya Jamhuri, amani ni mlimbikizo wa mambo kama matatu. Na ukiangalia katika mwanzo wa katiba, ile preamble imeeleza kwa ujumla kwamba tunataka tutengeneze taifa lenye misingi minne. Msingi wa kwanza ni uhuru, msingi wa pili ni haki, msingi wa tatu utu au udugu, na wa nne amani. Neno amani alikuja mwisho kwa bahati mbaya. Ni kwamba walijua kwamba kusipokuwepo uhuru, haki na udugu au utu, ni dhahiri amani haitakuwepo. Kwa hiyo tunapozungumza amani kwa muktadha wa Tanzania, hicho ndicho tunachoimanisha. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katibu mkuu ni mwanaakademia, anafahamu kuna negative peace and positive peace. Kuna amani hasi na amani chanya. Ukizungumza amani hasi ni ile ambayo inatokana na kwamba moja, watu wanaminywa wasizungumze kwa sababu wamewekewa hofu, kwa hiyo wanabaki na manunguniko ndani. Lakini vile vile ukiangalia tarehe 29 kilichojitokeza ni kutuliza, kwa sababu kuna sauti ndani ya Jamhuri ya Muungano zinazosema hapana, kuna mambo yanafukiwa hayaendi inavyostahili. Kwa hiyo ambacho nadhani tunaungana naye, na mimi naungana naye, taifa hili lina amani, lakini amani hasi, halina amani chanya. Mwanazuoni wa amani anaitwa Johan Gatang wa Norway alitenganisha kwamba amani ya kweli haitokani na kutokuwepo vita au kutokuwepo vurugu, ila inatokana na kuwa na mifumo ya haki, watu kuwa sawa mbele ya sheria, kusuluhisha na kutatua migogoro kwa njia za kisheria na kidemokrasia, masuala ya haki na mengineyo. Na jamii isipokuwa imeyapata hayo, unapata mgogoro. Kwa hiyo nikiwa naangalia tathmini yake juu ya tarehe 29, juu ya amani inayozungumzwa katika mazingira kama haya, usipokuwa na muktadha mzuri wa kueleza wananchi una maana gani, wanaweza wakachukua kwamba na wewe ulikuwa unafunika. Kwa hiyo kuna sura hiyo. Lakini ukimsikiliza yeye katika muktadha wake na alichokuwa anaimanisha kwamba angalau taifa alikugawanyika, kukuwepo vita, anaweza unakubaliana naye kwamba mambo yamekuwa bora. Lakini ukienda kwa undani na ukaona watu waliozungumza amani na misingi, angalau mimi namwangalia kutoka kwenye perspective ya akademia,
kwa sababu ametoka kwenye academics kabla hajaingia kwenye hizi nafasi. Alitakiwa angalau au amechora mstari huo kusudi raia wanaposikiliza wanaweza kulielewa vizuri kwamba kimsingi mantiki na mazingira aliyokuwa anazungumza ni kiasi hiki na alitoka katika upande huu. Lakini kwa sasa inaonekana alikuwa na mambo mengi yaweka mengi sana. Yani ukisikiliza hiyo ilikuwa na mambo mengi sana. Yani sawa na kusema kumradhi kwamba kuna kuku, kuna samaki, kuna mbuzi, kuna kitimoto, alafu nataka upate supu ya uyoga kutoka humo. Ndicho ambacho kimekuwa. Ilikuwa na mambo mengi sana ambayo mimi nayaona hayakudadavuliwa vizuri, lakini kwa namna ya pekee tumesikia sauti yake, tumesikia utulivu wake, tumeuona uso wake alivyokuwa akijibu maswali yaliyokuwa yanaulizwa na jinsi alivyokuwa anaonyesha mwamko wake wa kwamba wapi Chama cha Mapinduzi kinasimamia. Tunabaki kila mmoja na tathmini yake, lakini vile vile na hukumu yake. Sawa, ni Pathenus Niegira huyo, mazungumzo yake ama tathmini yake kulingana na kile ambacho kimetokana na mazungumzo ya jana ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Asha Rose Migiro na Salim Kikeke. Na hata nimsikize Nathan naye anatazama vipi mazungumzo haya na upi mtazamo wake kwa jumla. Wakati unakukumbusha tu kwamba Captain Morgan TZ wako nasi kuhakikisha kwamba jioni yako inazidi kuwa nzuri ya utulivu, ukisindikizwa na kinywaji hicho taratibu kabisa, uko unachushia mazungumzo haya ambayo yanaendelea hapa ndani ya kasri. Cha muhimu na msingi kuzingatia kunywa tu kistaarabu, na hakikisha kwamba unapata mchanganyo na kile ambacho kitakuvutia zaidi ama kitakufanya uendelee kuenjoy Captain Morgan Gold, ambayo inakuruhusu kuchanganya na vitu mbalimbali ikiwemo kama ni mpenzi wa kola, tangawizi, unapenda tikiti, unapenda nanasi, chochote kile ambacho unakiona kinaweza kuleta testi nzuri ya cocktail ambayo utaifurahia ndani ya jioni hii, basi tafadhali fanya hivyo na kisha share kule Instagram kwenye ukurasa wa Captain Morgan TZ, na kadhalika unaruhusika kutembelea kwenye tovuti ya www.drinkiq.com ili uweze kutazama kile ambacho kinafanywa na Captain Morgan TZ. Lakini vile vile unaruhusika kuweza kutumia kinywaji hiki unapokuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Kwa hivyo tafadhali kunywa kistaarabu, hilo ndo kubwa zaidi na la msingi. Wanakuambia however you like to spice your Captain, spice on. Kwa hivyo hakikisha kwamba unakunywa kwa kuzingatia hayo ya muhimu na msingi. Nathan, na rejea kwako sasa baada ya kumsikiliza Pathenus kwa utulivu kabisa juu ya tathmini yake ya mazungumzo haya. Wewe kwako umetathmini vipi hotuba ya jana ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi? Ni kwamba tu ilikuwa imekusudia kuchora mstari kati ya vyama vya siasa na vyombo vya dola. Nadhani hiyo ndio ilikuwa shabaha ya ujumbe wake, kwa sababu tunayo sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi, kwa maana ya Police Force and Auxiliary Act. Yenyewe imeelezea bayana majukumu ya msingi ya vyombo vya polisi, hasa jeshi la polisi. Lakini Police General Order pia imetoa muktadha wake. Lakini pia tunayo sheria ya National Defense Act. Na yenyewe pia imeelezea muktadha mzima wa vyombo vya ulinzi vinapaswa kufanya kazi gani. Lakini pia tunayo sheria ya vyama vya siasa. Yenyewe pia imeelezea ukisoma kifungu cha 5, cha 6, majukumu cha 2, cha 3 ya vyama vya siasa ni yapi. Kwa hiyo nadhani wakati mwingine watu wanachanganya. Unapoona jeshi la polisi lipo kwenye mkutano wa chama cha siasa, liko pale sio kwa ushabiki, liko pale kwa kufanya wajibu wake wa kikatiba na wa kisheria. Sasa mara nyingi watu wanaona vile, wanahisi kwamba, na umeshuhudia katika mikutano mingi wanapoongea wanasiasa, vyombo hivi vya ulinzi kazi yake ni kusimamia. Na hata yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, utagundua kwamba kazi kubwa ya vyombo vya ulinzi na usalama ni kuhakikisha kwamba amani ya nchi inalindwa, kwa sababu kama kuna kitabu kinaitwa Tanzania, basi sura ya kwanza ya kitabu hicho ni amani. Kwa hiyo na amani tulionayo ni amani ya mfano, kwa sababu wako watu wengi wanatamani sasa isiwepo. Kwa hiyo
hotuba ile ilikuwa imelenga kuchora mstari kati ya vyama vya siasa lakini pia na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo na vyombo vya siasa venyewe vinaweza kuwa na misukosuko yake, lakini vyombo vya ulinzi na usalama havina upande, kwa sababu kazi yake, wajibu wake wa kwanza kabisa ni kutetea maslahi ya taifa, maslahi ya Watanzania, bila kuangalia, kwa sababu amani ya nchi haina chama, amani ya nchi haina rangi, amani ya nchi haina dini. Kwa sasa kazi kubwa ya hivi vyombo ni kuhakikisha kwamba ingawa pia ulinzi wa nchi, ukisoma ibara ya 28 ya katiba hii, kwa mujibu wa katiba pia Mtanzania na wajibu huo, lakini sasa ibara ndogo ya pili imesema vyombo vya ulinzi na usalama vitakuwa ni custodian, kwamba watakuwa na mamlaka wao wa kusimamia kulingana na mafunzo waliopewa. Kwa hiyo nadhani hotuba ile ilikuwa imelenga kutofautisha kwamba vyama vya siasa vinafanya nini, lakini pia vyombo vya dola kazi yake nini, lakini pia kueleza mchakato mzima wa uchaguzi ulivyokuwa, lakini pia kueleza shabaha ya Chama cha Mapinduzi wao wamekusudia nini. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio ilikuwa ambacho katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi amekusudia kukifanya kwa siku ya jana. Aha. Umezungumza neno ambao nilikuwa natamani kuja nalo, Nathaniel, shabaha ya Chama cha Mapinduzi iko wapi? Kwa tathmini yenu mmeona kila mmoja kwa namna yake kile ambacho kimezungumzwa ama kimelengwa kutoka kwake katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akiwa hajazungumza popote pale tangu atauliwe katika nyadhifa hiyo. Lakini Chama cha Mapinduzi hiki kimeonekana kukaa kimya kwa muda mrefu sana, pengine bila hata kujibu tuhuma zozote ambazo wamekuwa kitupiwa za hapa na pale, ikiwemo kama hiyo uliozungumza. Kupitia mazungumzo haya jana, kuna shabaha yoyote ambayo imejitokeza? Kwanza chama cha siasa, acha ndio Chama cha Mapinduzi, chama cha siasa hakichukui mamlaka ama dola for cosmetics purposes. Chama cha siasa kinachukua dola ili kuimarisha ustawi wa wananchi, ndio dhima ya kwanza kabisa ya chama cha siasa. Kwa hiyo utagundua kwamba na chama cha siasa hakiongozwi na utashi wa mtu binafsi, kinaongozwa na ilani ya chama. Hiyo ndio political map. Utakumbuka kwamba katika zile ahadi 13 za Mheshimiwa Rais wakati wa uchaguzi, ahadi 6 zilihusu vijana. Mojawapo ilikuwa ni kutenga kiasi cha takriban bilioni 200 kwa ajili ya vijana, na ndani ya siku 100 zile fedha zilikuwa zimekwisha toka, zimewaendea vijana. Kwa hiyo utagundua kwamba na kazi kubwa sasa ni kutafasiri sera ya maendeleo ya vijana katika taswira ya uwekezaji, ili vijana waweze kupata ajira na kuajiri vijana wenzao. Kwa hiyo utagundua kwamba shabaha ya Chama cha Mapinduzi kwanza ni kutatua tatizo la ajira, lakini pili ni kuimarisha ustawi wa wananchi, lakini tatu ni kuwa chama kinachosikiliza wananchi kwa sikio la karibu kabisa zaidi. Kwa hiyo lakini lazima pia kiweze kusimamia serikali. Kwa hiyo hiyo ndiyo shabaha ambayo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alikuwa anajaribu kuionyesha katika umma kwamba sisi mwenendo wetu kama chama ni huu, kuhakikisha kwamba kunakuwa na ustawi wa wananchi, lakini sana vijana waweze kujikwamua na umaskini. Patani, usemaje kwenye hili? Shabaha umeitazama ni ipi ilikuwepo? Kwanza hoja ya kwamba shabaha ya jana ilikuwa ni kuchora mstari kati ya vyama vya siasa na vyombo vya ulinzi na usalama. Nadhani ni maoni binafsi. Kwa sababu kile kilikuwa ni kipengele kimoja wapo kati ya mambo kama matatu mengine. La kwanza likiwemo hilo, lakini la pili likiwemo swala la tarehe 29 Oktoba, jinsi ambavyo chama kimelichukua na kimelifanyaje, kinafanyaje na msimamo wake, lakini vile vile kulikuwepo swala la amani. Kwa hiyo si shabaha tu kwamba ilikuwa ni kulenga kueleza kwamba tunachora mstari. Liletwa swali ambalo lilikuwa linaonyesha kwamba kuna upendeleo kati ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa Chama cha Mapinduzi. Na hii haijaanza tarehe 29, tumekuwa na mjadala huo kwa muda mrefu. Moja ambayo natakiwa wafahamu, Chama cha Mapinduzi is a state party, ni chama cha kidola na kinatoka kwenye mfumo huo ambao Soviet kind, communist kind imekuwa hivyo. Kwa hiyo hilo sio kwamba ni siri au ni swala la discovery, hapana, ndivyo kilivyo. Ni chama cha kidola.
Kwa hiyo vyombo vyake vinaenda hivyo, na tunaweza tukaona mfano mwingine mzuri. Mmoja ya wastaafu wa vyombo vya ulinzi na usalama aitwaye IGP Mahita ametuambia kwamba vinaingiliwa kisiasa. Yeye mwenyewe kasema, ukifuatilia mahojiano yake. Lakini vile vile akasema ni watu watatu wanaweza wakampa nini? Oda kwamba fanya hivi, inatekeleza hivi. Mimi nataka kumkumbusha ni mtu mmoja wa kumpa oda, kwa sababu ndiye mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na amiri jeshi mkuu, na ndiye anayemteua. Sio wala hata makamu wa rais, hata waziri mkuu hana mamlaka hayo ya kisheria. Tunayafanya tu in good faith. Kwa hiyo ukiangalia hivyo vitu vyote vinaonekana. Kwa hiyo kumbe ni kelele ya muda mrefu, na ukimsikiliza mheshimiwa Mahita mstaafu atakwambia habari. Alitoa mfano wa kipicha kati ya uchaguzi wa mwaka 95 mzee Lyatonga na Marehemu Lyatonga, na yeye akasema hatapata. Wakamuuliza ulifanya nini? Niliwapiga mabomu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaonekana. Sasa tunapokuwa tunaviangalia na kuvidadabua, havitupi picha halisi kwamba hicho ndicho kilichokuwa shabaha peke yake, ila utajioji maswali kwamba kwa nini katibu mkuu amefanya mazungumzo yake sasa, kipindi ambacho kina maswali mengi, kipindi ambacho taifa bado liko kwenye msiba. Na ukimsikiliza mheshimiwa rais amesema hatukutarajia na imejitwika mzigo huo mzito mkubwa sana. Kwa nini? Kwa hiyo wachambuzi walio wengi wanaweza wakabashiri hilo kwamba alifanya hivyo kwa ajili ya kutaka kuonyesha nafasi ya Chama cha Mapinduzi katika yaliyojitokeza tarehe 29 na jinsi ambavyo wanaona tuondoke hapa tusonge mbele kwa namna gani. Kwa hiyo hiyo ndio picha. Sasa tukija kwenye hoja ambayo inazungumza kuhusiana na shabaha ya inalenga wapi, ni mambo ya tarehe 29 kwamba chama kiko wapi, lakini kina maswali bado ya msingi ya kujibu. Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu kimejitoa katika kutoa majawabu au katika kujibu hoja za msingi zinazotokea katika jamii. Kwa muda mrefu kinakuwa kimya, kinakuwa silent. Kunatokea utekaji, wanasema kidogo, ana wakati mwingine hawasemi. Watu wanakufa katika mazingira ambayo yanatatanisha. Tunaona vyama vikitoa press release, lakini yenyewe imekuwa haisemi sana. Mpaka mikutano hii kitokea wanaweka kajisehemu kwamba hapana, tuna condemn. Sasa ukiangalia chama chenyewe cha Mapinduzi, misingi yake ni misingi ambayo inawataka wanachama na raia kupiga kelele kwamba jambo linapoenda ndivyo sivyo wasimame na wakata. Kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Tukiongea lugha ya Kiingereza revolutionary. Hapa tunazungumzia radical thinking. Na ndio maana mwenyekiti wa kwanza Mwalimu Nyerere alipokuwa anazungumza swala la vijana, alisema tunataka vijana wenye jeuri. Alikuwa anazungumza kutoka kwenye msingi wa Chama cha Mapinduzi, kwamba tunataka vijana watakaoweza kuhoji namna gani ustaarabu wa taifa unatakiwa kuwa, namna gani amani ya taifa inatakiwa kwenda, namna gani dola na chama vinatakiwa kushikamanishwa na kutofautiana. Tunataka vijana ambao hawatameza na kufumbia macho uovu na uhalifu ndani ya taifa lao na wale wanaovunja amani. Yani alikuwa analenga katika hilo. Sasa ukilisikia, ukianza kuangalia siku hizi kuna leniency inaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Leniency kubwa ambayo ni ngumu na yenyewe kuielewa. Na mtanziko mwingine, mwezi uliopita au wiki chache zilizopita, makamu mwenyekiti wa chama akiwa Kigoma alisema hatutaingia kwenye maridhiano sisi kama CCM mpaka nini? Mpaka wale waliodhibitika wachukuliwe hatua, uwepo uwajibikaji. Ukimsikiliza katibu jana anazungumza tuko tayari kwenye maridhiano. Yani kuna mpishano unaendelea, hata kama hatutaweza kusema kwa ufasaha, lakini kuna mpishano unaendelea ambao unaponiuliza mimi shabaha nashindwa kuielewa ni shabaha ipi. Lakini nadhani na kilichochangia katibu aingie kuzungumza mbali na tarehe 29 na kauli hiyo ya makamu mwenyekiti, nadhani ina msingi mkubwa kwamba angalau chama kitoe msisitizo na msimamo wake kwamba sisi tunaingia kwenye maridhiano, na si kwamba tuingie kwenye maridhiano mpaka
wanaochunguzwa au waliodhibitika kutokana na tume ya Jaji Chande waliosababisha hayo wachukuliwe hatua. Hiyo ilikuwa inaturudisha nyuma siku ya namba 1. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nadhani kunahitajika mje mtafute Kenan msemaji wa chama atueleze zaidi, aeleze zaidi. Mkisema nimsindikize nitakuja. Sasa kabisa, Patenus, kati ya yale ambayo yamezungumzwa jana, unadhani anaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine pengine kuweza kukabiliana na changamoto za lawama hizi zinazotupiwa Chama cha Mapinduzi? Kuna uwezekana na kusiwezekane. Unajua kunahitaji utulivu sana, ujiweke katika miguu ya viongozi wa nchi yetu, ujiweke katika miguu ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na ujiweke katika sura pana ya upande huo, ndio unaweza ukawaelewa. Kimsingi unahitaji kuwa na criminal mind kuwaelewa. Usipokuwa na criminal mind unaweza usiwaelewe Chama cha Mapinduzi, hasa viongozi wake na wa kitaifa, kwa sababu kuna kutofautiana kukubwa. Sasa ukiwa katika the moment, nafikiri unaweza ukatuliza, lakini ningeomba watu tujue kwamba tusije tukafanya kile ambacho kiliwahi kufanyika Urumi. Unajua mimi napenda kunukuu historia. Urumi kulijitokeza tatizo, kulikuwepo eneo fulani watu walikuwa very radical. Kila serikali ya Kirumi kifanya wao wanasema, na general mmoja akasema msiwe na shida, tunaenda kumaliza hili tatizo. Tunamalizaje? Tukawaue wote ndani ya kijiji kile. Na wakafanya hivyo. Hiyo ni hofu ya amani. Hiyo walitengeneza hofu wakaita amani. Kwa hiyo mimi naogopa sana kwamba tusipoacha ile misingi ya Chama cha Mapinduzi na imani yake, kanuni zake za kusema kweli daima, fitina ni mwiko, za rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala kupokea. Misingi hiyo yawezekana ikawa inaonekana ni old school, lakini ndio misingi pekee itakayoifanya CCM ionekane kama CCM, ionekane ni CCM ile inayoitwa ya mapinduzi. Maana tunaposema mapinduzi yanaanzia hapo. Hiyo ni sura ya kwanza, lakini sura ya pili inaweza kabisa ikaleta shida kubwa haya mazungumzo yake. Ukiangalia comments zilizofuata mlivyokuwa mnaweka nyinyi wawekaji, si comment nzuri. Zimefika comment, nilipitia karibia 200 hivi, hakuna inayozungumza uchanya. Ndio watu wanaweza wakapuuza wakasema wale ni genge la wahuni wako mitandaoni, lakini nadhani haileti taswira nzuri. Haileti taswira nzuri. Kwa hiyo nachofikiri cha kufanya kikubwa ambacho wamejitahidi ukifanya, angalau wametoka tumewaona, na daima huwa wanasema you are wise until you speak. Sasa kabisa, hebu tuhamie kwenye hotuba ambayo ameitoa jana Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akihitimisha mafunzo yale ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi. Aliwasihi kuweza kuchukua hatua za haraka dhidi ya viashiria vya uvunjifu wa amani na kadhalika. Tusikilize kile ambacho kimezungumzwa jana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, alafu tutausikiza hapa Nathaniel pamoja na Patenus. Tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa ni shukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari, kinafanyiwa kazi kwa haraka sana.
Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozungumza jana akihitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wa usaidizi wa Jeshi la Polisi hapa jijini Dar es Salaam. Nathaniel, kutokana na hili ambalo tumelisikia jana kupitia hotuba ya Rais Dr. Samia, kuto kuchukua hatua za haraka ni moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana dhidi ya viashiria vile vya uvunjifu wa amani. Lazungumzwa mara nyingi sana, tena katika pengine njia ambayo si nzuri sana, ikionekana kama kuna kulegalega katika hali ya namna hiyo. Viashiria hivi vya uvunjifu wa amani ni kwa kiasi gani hasa vinaweza kutupeleka katika pengine yale ambayo yametokea kama aliyotokea mwaka jana Oktoba 29? Ukirejea kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini hasa kama utakumbuka ripoti ya Tume ya Haki Jinai iliyofanyika mwaka 2021-22, moja kati ya vitu vya msingi ambavyo tume ilizungumza ni kwamba sisi mara nyingi tunakuwa hatuna mbinu za kuzuia matukio haya yasitokee kwa haraka. Badala yake tunatumia nguvu kwenda baada ya kutokea. Kwa hiyo tume ikashauri kwamba vyombo viweze kuwa na ubunifu zaidi wa kuhakikisha kwamba havipuuzi taarifa yote, na vyombo vinafanya hivyo. Taarifa yote haipuuzwi ili kuchukua hatua. Sasa ni muhimu pia tukafahamu Mheshimiwa Rais hapa anaongea kwa muktadha upi. Unajua, ukisoma ibara ya 33, Rais wa Jamhuri ana kofia 3. Ni head of the state, head of government, lakini pia na commander in chief. Sasa hapo alikuwa akiongea kama amiri jeshi mkuu, akitoa amri. Sasa wakati mwingine katika muktadha huo ile hotuba ya rais ilikuwa ni amri kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwanza ni kuilinda amani, kuhakikisha kwamba mambo yaliyotokea ambayo kwangu mimi naona ni kama ni madhira yasiweze kujirudia. Lakini pili, tusiwe na utaratibu wa kufanya mambo kwa mazoea. Ni lazima tutumie mbinu mpya kukabili matatizo ya sasa. Na hii ni katika maeneo yote, tusiangalie vyombo na usalama tu. Maeneo yote yanahitaji kuwa na ubunifu wa ziada, kwa sababu teknolojia imesogea mbali zaidi. Tunapokuwa tukijikita kwa utumivu wa nguvu kuliko kutumia akili, maana yake kuna vitu tunaweza haviendi sawa. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kusisitiza kwamba kwanza hakuna taarifa ya kupuuzwa kiashiria chochote, lakini pili, tusiishi kimazoea kwamba sisi iko hivi, waga mambo yanakwenda hivi, kwamba ni lazima itumike nguvu kubwa, lakini pia uzalendo wa dhati wa kuweza kulinda amani ya taifa letu. Kwa hiyo ni hotuba ambayo ilikuwa ikimuhusu amiri jeshi mkuu akizungumzia muktadha mzima wa ulinzi wa nchi na mipaka yake. Na ukizingatia kama nilivyosema awali, ukisoma ibara ya 8 ya katiba yetu ya mwaka 77, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kwamba analinda nchi yetu, umoja wa kitaifa na uhuru wa nchi na muungano wenyewe. Kwa hiyo alikuwa anatekeleza wajibu wake kama rais, lakini kutuma ujumbe kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwamba viweze kuchukua hatua madhubuti na haraka zaidi. Patanus, kuna hofu imejitokeza katika yale ambayo yaliendelea kipindi hiki cha katikati hapa na kuzungumzwa tu mara nyingi, na inaelezwa kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza kuingilia majukumu ya kiutawala ya serikali. Hili wewe unalitazama vipi na linaleta viashiria vipi hasa? Kwanza, vyombo vya ulinzi na usalama ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo si kwamba vinaweza kuingilia. Kwa hiyo kuingilia ni moja kati ya kazi yake. Nafikiri neno kuingilia tulitafsiri lina maana gani? Kwamba unaposema kuingilia kuna maana gani? Kwa sababu kama mtu ni sehemu ya kitu hicho, basi aingilia, anatimiza wajibu wake. Ambacho mimi nadhani kina maswali mengi ni kile ambacho kimeulizwa kwenye swali la jana, kwamba kuna upendeleo kati ya vyombo vya ulinzi na usalama na vyama vingine vya siasa, hasa Chama cha Mapinduzi. Mjadala huo nafikiri tumeujibu. Ila ambacho nadhani ni msingi watu wafahamu
hakuna taifa lisilokuwa na ulinzi na usalama. Kwa sababu lina maadui wa ndani na maadui wa nje. Na tunapozungumza maadui hapa simaanishi kama ambavyo tunamtafsiri adui kwamba kuna mtu kakuingilia. Ni maadui katika mifumo yetu. Kwa mfano tunapozungumza intelijensia, kazi yake kubwa ni kubaini hali ya kijamii ikoje na kushauri vyombo au mamlaka za serikali ziweze kuja na sera iliyo bora, tusiingie kwenye shida. Hiyo ndio intelijensia kazi yake. Haya mengine wanayoyafanya haya ni kajito kapiri ambako sio msingi mkuu. Ila jeshi la polisi na wale tunaoitwa wapelelezi detective ni wale wanaobaini kitu kilipotokea baada ya kujitokeza. Kwamba ni nini kimefanyikaje. Hao ni wapelelezi, ni detective. Kwa hiyo hao wako chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, iko ofisi ya Rais sasa hivi tumeitoa kwenye Wizara ya Utawala Bora, imetoka huko sasa hivi iko chini ya Rais. Kwa hiyo lazima kwanza kuwepo hivyo, kwa sababu ulinzi na usalama ni mpana kiasi kwamba unazungumzia hata utulivu wa akili ya binadamu. Unazungumzia saikolojia ya binadamu, inazungumzia emotions. Kwa hiyo kwa sababu mwanadamu ameumbwa na sura mbili, sura ya ndani na sura ya nje, lazima vitu hivi vioane, vifanane, viendane. Na ndio maana katika mataifa ya Asia, kwa mfano India na kwingineko, wana kitu wanakiita yoga ambayo inakutanisha tuseme akili, mwili na mazingira kwa ujumla, integral ecology ikienda ndani. Kwa hiyo kumbe ulinzi na usalama unaenda kwa hatua hiyo pia. Sasa vyombo haviingilii, ila useme kwamba vyombo vimeingia kasumba ya kuanza kujiingiza kwenye siasa na sio kulinda taifa kama ambavyo inastahili. Na hili ni la kimuundo, kwa sababu ili ni taifa la kidola, taifa la kidola, tunaita ni dola la kiintelijensia. Na huu mfumo wa dola la kiintelijensia ulianza kipindi cha Soviet, na mataifa yaliyokuwa na hisia na mlengo ule ule yalifuata hivyo. Sasa baada ya Soviet kuvunjika, mataifa mengine yaligraduate, lakini baadhi ya mataifa kama letu halijatoka kwenye misingi hiyo. Kwa hiyo kumbe tunahitaji watu wakomavu sana katika misingi ya uelewa, busara na hekima, kuweza kuchora mstari kwamba hapa ni kwa ajili ya ulinzi wa taifa na hapa ni kwa ajili ya ulinzi binafsi wa watu, viongozi na kadhalika. Kwa hiyo ni kujingatua, si tu wasiwalinde viongozi wanalindwa na sheria zipo za kuwalinda, lakini si kwamba viongozi, hata kama mnamuona kiongozi anachokifanya kinahatarisha usalama wa taifa, kinavunja umoja wa kitaifa, nyinyi mnaendelea. Na nafikiri hoja ya Mheshimiwa Rais jana ililenga hapo kwamba tusipuuze, lakini vile vile tusifanye yale ambayo yatatufanya wote tuingie kwenye mgogoro. Kwa hiyo kauli hiyo unaweza akaiangalia kwamba inawasema wao tu, lakini kumbe inawaambia na wao wachukue tahadhari kwamba si tu kunyanyuka kwa sababu mnastahili kunyanyuka. Si kauli zilizopita za baadhi ya viongozi kwamba risasi, mtu akikurushia jiwe fanya hiki. Hapana. Na ndio maana tume ya Jaji Chande ilikuwa kategoriko kabisa kwamba vyombo vya ulinzi, majeshi yana bunduki na risasi, lakini hawaruhusiwi kuzitumia mpaka kuwepo kitu fulani. Na la mwisho, tunapozungumzia uvunjifu wa amani, na wao walinde amani, vyombo vya ulinzi na usalama wanalinda utulivu. Amani ni swala la haki, amani ni swala la usawa wa kisheria, amani ni usuluhishi unaojali demokrasia na sheria na kadhalika. Lakini wao ni kuhakikisha kuna utulivu na watu wanapata haki hizo kama ambavyo zimeandikwa kwenye makabrasha yetu haya, kwenye katiba zetu na sheria zetu. Kwa hiyo kumbe tunapozungumza hivi, wasisahau kukumbuka tume ya Jaji Chande hii ya juzi ya uchunguzi ilieleza mambo matano kwamba yalipendekezwa kama manane au mangapi, wao wakayafanya yawe matano, kwamba kuna vyanzo na vichocheo. Sasa vyanzo vinafahamika, na nafikiri serikali na vyombo vyake
wanatakiwa kuwa wana adresi hilo jambo, kwa sababu ni kwa muda mrefu wa malimbikizo hayo vimepata kichocheo, moto ukawaka. Sasa kabisa. Labda pia tutazame nafasi ipi ya vyombo vya ulinzi sasa na usalama hapa nchini katika kuhakikisha kwamba vinakuwepo na utawala wa sheria, lakini pia havi sehemu ile ya kuonekana kama vile vinatetea katika upande wa serikali. Ipi nafasi yake? Nafasi ya vyombo vya ulinzi na usalama, sheria imeelezea ni kwamba kila chombo kina wajibu wake, na vyombo vinafanya kazi yake. Nadhani tu labda kitu ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa anajaribu kukumbusha jana, kwa mfano utakumbuka kwamba katika yale machafuko ya 2000 ya Oktoba 29 walikuwepo watu ambao si wa Tanzania lakini wamefika hapa Tanzania na wameshiriki katika yale machafuko. Kwa utagundua kwamba wapo watu ambao walivuka mipaka yetu na wakaingia. Kwa alikuwa jaribu kusisitiza kwamba wajibu wa kulinda mipaka ni wajibu wa kwanza kabisa wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini wajibu wa kulinda amani ya nchi ni wajibu wa pili kwa vyombo vyetu. Na kazi hiyo kwa kweli watu wanaweza wakabeza vyombo vya ulinzi na usalama, lakini vikiacha kufanya kazi hata dakika 5 tu, nchi itaiko kwa the state of nature. Kila mtu ataamua kujifanyia anachokitaka. Na tuna jamii ina changamoto nyingi sana. Kwa hiyo mimi nadhani vyombo hivi tuvitie moyo, tuvishauri, lakini tukivivunja moyo kwa kweli kama havifanyi kazi, kitu ambacho si kweli. Kila mtu anafanya kazi yake. Kwa hiyo mimi nadhani tu ni kwamba vyombo hivi madam vinafanya kazi zake zipo kisheria, nadhani tuache vifanye kazi yake. Na wajibu wa kulinda nchi, nimesema awali katika ibara ya 28, tusidhani kwamba ni wajibu tu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kila Mtanzania na wajibu huo. Kwa hiyo tusitupe lawama wakiwa katika mazingira ambayo hatujatekeleza wajibu wetu. Sasa kabisa. Naomba niongeze kidogo. Mwanasheria atatusaidia sana pale anapozungumza kuhusiana na swala hili. Tume ya Jaji Chande haikutuambia kwamba waliofanya vurugu hizi za tarehe 29 walikuwa ni raia wa kutoka nje. Ile tume haikusema. Hiyo ya kwanza. Tulimuona Waziri Thabit Kombo juzi akizungumza kwamba aliwahi kusema, na narudia, haya yalijitokeza nchini yalifanywa na Watanzania. Quote ni quote except rais. Sasa hiyo kauli ni ndefu tuijadili. Lakini alisema Watanzania. Sawa? Kwa hiyo kila kukicha hesabu ya nani alifanya vurugu inabaki kuwa Tanzania. Wa Tanzania. Nafikiri tusiwe tukubali kwamba tuna tatizo. Na alijatoka kwa jirani. Kama limetoka kwa jirani ni kwa sababu ya udhaifu wetu. Tupambane na udhaifu wetu. Kwa hiyo nilitaka hilo niliseme hivyo. Lakini cha mwisho ambacho ni muhimu sana tusikisahau katika mijadala hii, lengo ni kwamba yasijitokeze tena. Na tusipokuwa watu wa kusema ukweli wa nini kilitokea na kilitokea kwa mazingira gani, ni dhahiri tunaweza tukaingia mkondo mbaya. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii, hasa tukizungumza jeshi la polisi, alilalamikiwi kwa sababu ni jeshi la polisi. Alilalamikiwi kwa sababu linavunjwa moyo. Kuna matumizi ya nguvu na kutokuwepo urafiki kati yake na wananchi. Utafiti umesemwa na rais jana alisema kwamba watu wanaona ni bora wasiende jeshi la polisi, waende kwa Kalmanzira. Waende kwa wahuni wengine, wamalize matatizo yao kuliko vyombo vyetu ambavyo vinalipwa kodi. Kwa hiyo kumbe kuna mjadala unahitajika. Wizara ya mambo ya ndani, waziri wa mambo ya ndani na jamii kwa ujumla tunahitaji kurudisha hali hiyo. Hivi ni vyombo vyetu na lazima kile alichokianzisha Mheshimiwa Rais mwaka 2021-22 cha kuunda tume ya kijinai kifanyiwe kazi kweli. Na nadhani ndio kinaweza kikamaliza mgogoro wa tatizo linaloendelea sasa. Sasa na mimi nadhani hapo haki jinai ile tume, kama ile ripoti ikifanyiwa kazi, haya changamoto ambazo zipo kati ya wananchi na jeshi la polisi zinaweza kutatuliwa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.